Mgogoro unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi umeendelea kubadilisha kwa kiasi kikubwa muundo wa miungano ya kimataifa, mikakati ya kidiplomasia na mwelekeo wa ushirikiano wa kiusalama duniani. Wakati juhudi za mazungumzo ya amani zikiendelea kwa kusuasua, vita hivyo vimeongeza mvutano kati ya washirika wa Magharibi, kuimarisha uhusiano wa Urusi na mataifa yasiyo ya Magharibi na kuharakisha kuibuka kwa mfumo wa dunia wa nguvu nyingi, multipolar order. Mahusiano ya Marekani na Ulaya yakumbwa na mvutano wa kimkakati. Marekani imeendelea kuwa mdau mkuu wa kijeshi, kifedha na kidiplomasia kwa Ukraine, ikiongoza juhudi za vikwazo dhidi ya Urusi na msaada wa ulinzi kwa Kiev. Hata hivyo, tofauti za kimkakati zimekuwa zikiongezeka kati ya Washington na baadhi ya washirika wa Ulaya kuhusu mwelekeo wa mazungumzo ya amani na masharti ya kumaliza vita. Baadhi ya nchi za Ulaya zinasisitiza suluhisho la haraka la kidiplomasia ili kupunguza gharama za kiuchumi na hatari za kiusalama barani humo, huku wengine wakitaka msimamo mkali zaidi dhidi ya Moscow. Hoja kuu za mgawanyiko zimekuwa juu ya mlolongo wa mazungumzo, kama kusitisha mapigano unapaswa kutangulia au kufuata makubaliano ya dhamana za usalama, pamoja na kiwango cha masharti yanayopaswa kuwekwa kwa Urusi kabla ya makubaliano yoyote. Tofauti hizi pia zinaonekana katika mjadala wa dhamana za usalama kwa Ukraine, ambapo baadhi ya mataifa ya Ulaya yanaunga mkono mfumo wa ulinzi wa muda mrefu, wakati wengine yana hofu ya hatua zitakazoweza kuichochea Urusi zaidi au kuingiza NATO moja kwa moja kwenye mgogoro mpana. Kadri vikwazo vya uchumi vya Magharibi vinavyoendelea kuathiri sekta ya fedha, nishati na teknolojia za Urusi, Moscow imeongeza kasi ya kuimarisha ushirikiano na China na mataifa mengine yasiyo ya Magharibi. Ushirikiano huu unajumuisha biashara ya nishati kwa sarafu mbadala, mfumo mbadala ya malipo ya kifedha na mikataba mipya ya kijeshi na teknolojia. China imekuwa mshirika muhimu wa kiuchumi kwa Urusi kwa kununua nishati, kupanua biashara ya viwanda na kutoa njia mbadala za masoko. Aidha, Urusi imeongeza ushirikiano na baadhi ya mataifa ya Asia, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kusini, ikilenga kupunguza utegemezi kwa mifumo ya kifedha na biashara inayodhibitiwa na Magharibi. Mkakati huu wa mzunguko wa kidiplomasia na kiuchumi umeifanya Urusi kuwa na chaguzi badala ya kimataifa, na hivyo kupunguza athari kamili ya vikwazo na kuifanya juhudi ya Magharibi ya kuitenga kidiplomasia kuwa ngumu zaidi. Vita ya Ukraine imeharakisha mjadala kuhusu kuondoka kwa mfumo wa dunia unaotawaliwa na nguvu moja au mbili na kuelekea mfumo wa nguvu nyingi. Mataifa kama China, Urusi, India na baadhi ya wanachama wa BRICS, wakiwemo washirika kadhaa wa Afrika, inazidi kujionyesha kama vituo mbadala vya ushawishi wa kidiplomasia na kiuchumi. Katika mazingira haya, baadhi ya nchi zimechukua msimamo wa kati, non-aligned posture, zikiepuka kujiunga waziwazi na upande wowote. Mkakati huu unalenga kulinda maslahi ya kiuchumi, usalama wa nishati na uhuru wa sera za nje bila kufungwa na shinikizo la kambi za kisiasa za kimataifa. BRICS na majukwaa mengine ya kusini mwa dunia, Global South, yameongeza ushirikiano wa kifedha, biashara kwa sarafu za ndani na taasisi mbadala za maendeleo, hatua zinazoonekana kama juhudi za kupunguza utegemezi kwa mifumo ya Magharibi. Wachambuzi wa sera za kimataifa wanasema mgogoro wa Ukraine umegeuza diplomasia ya dunia toka ushirikiano mpana kuelekea ushindani wa kimkakati. Miungano sasa imejengwa zaidi na maslahi ya usalama, nishati na teknolojia mbadala ya misingi ya kiitikadi pekee. Matokeo pekee ni dunia yenye mikondo mingi ya ushawishi, ambapo mataifa yanajaribu kusawazisha uhusiano kati ya Marekani, Ulaya, China na Urusi. Hali hii inaongeza umuhimu wa kidiplomasia ya mizani, balance diplomacy, mikataba ya pande nyingi na sera za nje zinazobadilika kulingana na mazingira ya kijiografia na kiusalama. Kwa ujumla, vita ya Ukraine imekuwa si tu mgogoro wa kijeshi wa kikanda, bali kichocheo kikubwa cha mabadiliko ya miundo ya miungano na kidiplomasia ya dunia, mabadiliko ambayo yanaendelea kuunda sura ya siasa za kimataifa za miaka ijayo. Hii ni ripoti ya Media Y Express na mimi ni Hassan Magulumali.